Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na mwingi wa rehema aliyotukutanisha mimi na nyinyi. Yote haya nilikuwa nasema ngoja leo nijaribu kuzungumzia kilichotokea dhidi ya adhabu ya msemaji wa Yanga makao makuu au msemaji wa Yanga taifa Bwana Ali Kamwe. Ali Kamwe leo kama mjuavyo amekabidhiwa kitita cha kwenda kulipa ile faini ambayo alikuwa amepigwa na bodi ya ligi kwenye kamati ya maadili. Na sisi tumesema yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Vile vile tunawashukuru pia wanakamati kwa kuangalia upande wa pili, kuondoa adhabu ambayo tulianza kuisikia awali ikaleta tension kubwa sana kwa wanamichezo na hususani wanayanga. Hatimaye wameleta adhabu ambayo unaweza ukaikadiria na mnaweza mkaangalia ni kiasi gani mnaweza mkaikabili. Sasa wanayanga, wana mashabiki na wanachama wakakaa kwa pamoja wakasema haiwezekani kumwacha msemaji wetu akakumbana na rungu hili alafu sisi tukawa tunaangalia tu. Hii ni kitu ambacho tunajimudu. Kama tuliweza kufanya kipindi cha bakuli, kwa nini hichi kitu kidogo tusikifanye? Basi tumeshikana kwa pamoja ile siku ya mechi moja tu ya pale Fountain Gate hapo kwenye uwanja wa Kwara. Tumetimiza kile kiasi cha pesa kilichotakiwa kwenye akaunti ambayo ilikuwa inahusika, na leo amekabidhiwa tayari kwa kwenda kufanya malipo ya adhabu hiyo moja kwa moja bila kuwa na mashaka yoyote. Kwa mashabiki wa Yanga, ni ipi siri ya mafanikio kwenye swala kama hili la kujitolea? Siku zote sisi tumekuwa ni watu wenye mshikamano sana. Siku zote sisi tumekuwa ni watu wenye kuitwa tukaitika. Siku zote Yanga inaweza ikashindwa hata kufanya malipo ya kitu chochote au hata kusajili mchezaji, lakini uongozi wao ukajaribu kusema au hamasa kubwa kwa wasi wa hamasishaji ukasema jamani, kuna jambo moja mbili tatu, likaitikia kwenye magrupu yetu moja kwa moja. Wanayanga mkeka unatambaa na watu, yani siri kubwa ni mshikamano na umoja. Hichi kitu ndio kinachotufavor sana mara zote wanayanga, mahali popote unapoona tunatamba, tukiitwa tunaitikia. Hamasa ni kubwa sana, na kikubwa kabisa ambacho sisi tunakiangalia, tumeona hivi vitu hivi asira tulizo nazo tumalize hivi kombe vyote tunakwara tu. Nafikiri hichi ndio kitakuwa cha jirani zaidi, kinakuja na kutoka. Kwa hivyo hichi tunakichukua cha mapema cha bonanza, hiki kinakaa pale kabatini. Tunakuja kuchukua kikombe cha ligi kama kawaida, federation kama kawaida, atakaye tangulia kama hapo ni halali. Yani kati ya ligi na federation, kati ya hivi viwili lazima mmoja tunapita naye kwa wakati wa mapema na wakati wa kuchelewa, huyo atakaye kuwa anastahili. Lakini yote ni malengo yetu na tunakusudia kuchukua kila kombe lililoko mbele yetu tunalishiriki. Ni halali ya kwetu sisi wananchi. Hamasa kwa mkoa wa Arusha ipo na ni kubwa, na hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba tunaandaa basi la moja kwa moja kwamba tunakwenda Dar es Salaam alafu watu wanaunganisha kwenda pale. Hapana. Lakini hata sasa hivi ningekuonyesha voice note, ningekuonyesha magrupu ya WhatsApp, wako watu waliojitokeza. Kwa hapa mkoani kwetu kuna watu 15 mpaka sasa hivi ambao wameconfirm kwenda Zanzibar bila chenga. Yani hawa wanakwenda, wanafika Dar es Salaam, wanavuka maji pale. Wakina Mo wanapanda ndege hapa, wakina Mr. Mombo, unaona wakina mratibu wao wanaondoka kwa ndege ya pamoja hapa, wanaenda kuunganisha moja kwa moja Zanzibar pale, wanaenda kukinukisha na kuipa support timu yetu. Kila pambano, kila tokeo, kila mechi, kila mchezo unaohusisha timu ya Yanga, hapawezi kukosa mwanachama miongoni wa wawili watatu kwenye aina yoyote ya mechi ambaye anakwenda kufanya yani kuwakilisha mkoa wa Arusha. Hii ndio sifa mojawapo miongoni mwa sifa tulizonazo. Kuna watu wanatokaga hapa, unaona kama safari za mechi za kimataifa tumepiga Rwanda, wewe uliona hatukuwa na makando. Rwanda tumeingia na Costa 40 kama una kumbukumbu nzuri. South Africa pale tumekwenda kwa mabasi makubwa 7 wanayanga nchi nzima. Kwa hivyo sisi hatunaga jambo dogo. Sisi tunasemaga haiishi mpaka iishi, lolote limkute. Yani mimi sina cha kumwombea ubaya, lakini nasema lolote limpate. Hivyo tu. Naam.